Habari hizi za kuambiana kuna maelekezo kutoka juu hatuzitaki. Maelekezo kutoka juu yakija yanakuja kwa mkurugenzi, yaje na maandishi, yanakuja kwa mstahikimia, yaje kwa maandishi, ndio taratibu wa kazi. Madiwani wa jiji la Tanga wameazimia kwa kauli mmoja uamuzi wa kuhamisha mabasi yote yanayoenda mkoani kuanza safari zake ndani ya kituo kikuu cha mabasi ya Kange na sio katikati ya jiji, uamuzi ambao unalenga kuboresha huduma ya usafirishaji na kuongeza mapato ya halmashauri kwa kutumia jengo la kitega uchumi. Wakizungumza kwenye kikao cha baraza la madiwani cha kufunga mwaka wa fedha 2025-2026, madiwani hao kwa umoja wao wamesema ni muhimu kwa mabasi yote kuanza safari zake katika stendi ya Kange kwani yanachochea ukuaji wa uchumi na ongezeko la ajira kwa wananchi. Naunga mkono hoja gari mabasi kwenda Kange, lakini kama kuna mazungumzo madogo na wafanyabiashara yanazungumzika, lakini ni lazima mabasi yende Kange. Kwa azimio ili la waheshimiwa madiwani na kanuni inaelekeza kwamba tunaanzia 0 kilomita. Bila shaka mimi naunga mkono hoja ya baraza la madiwani ambazo tumepewa na kisheria. Mimi nasema mabasi yote yaende Kange, na wale ambao tunawatuma kwenda kutekeleza hii sheria naomba tuwekee bango washiki, ili wale ambao wanataka kuzuia waone sheria inasemaje, pengine hawajui. Mimi naungana na waheshimiwa wenzangu, tunaunga mkono maazimio yetu ya mabasi yote yaelekee Kange, mengine yafunguke ili mji ukutane, mji ugusane, maisha yawe mazuri kwa mustakabali wa jiji letu. Naunga mkono azimio la mabasi kwenda stendi ya Kange. Azimio la baraza la madiwani la mabasi yote kuendelea kwenda katika stendi ya Kange. Naunga mkono Mheshimiwa Mwenyekiti, si kwa kukinzana na mamlaka za juu wala wadau, bali kwa maslahi mapana ya jiji letu la Tanga. Baada ya kuunga mkono azimio hili, mimi leo nina dua maalum msikitini ya kuombea wale wote wanaopinga stendi isiende Kange. Hapa tulipofika lazima tusimame kwenye misimamo yote. Tumuombe Mungu atusaidie kwenye hili. Kila anayefifisha swala la stendi kutokwenda Kange, Mungu atamuona na ataondoka mji huu. Lakini nikupeni pole sana. Najua mmezalilishwa, mmenyanyaswa. Nataka niwaambie halmashauri hii hatutokubali mtumishi yoyote kudhalilishwa, mtumishi yoyote kunyanyaswa kwa kusimamia maslahi ya watu wa Tanga na baraza la madiwani. Kwa hiyo poleni sana, lakini ongereni sana kwa kazi hiyo. Mimi naunga mkono azimio mstahiki. Mabasi yote yende zake Kange. Hatutaki kuona basi lolote mjini na hatutaki kusikia maneno yoyote mjini. Tunahitaji mabasi yende Kange, kituo cha Kange kikafanye kazi. Asante sana. Baraza la madiwani tuna akili zetu timamu, tunachokiamua kiko sahihi, tunachokifanya. Serikali ilipoweka mradi ule pale uwepo pale ni 5 kilomita kutoka Tanga mjini. Serikali haipangi jambo la leo, serikali inapanga mambo ya miaka mingi ijayo. Nimeeleza ile stendi haiko mbali. Miaka mingi inayokuja mbeleni, barabara ya Tanga Segera inaenda kutanuliwa, itakuwa njia 4. Kwenye ilani inasema mwaka huu 25 mpaka 30 kutafanyika usanifu. Usanifu wa nini? Usanifu wa mwendo kasi kutoka Kilapura mpaka Ngamiani, basi daladala terminal sasa hivi. Na pili, kutafanyika usanifu wa mwendo kasi kutoka Kirare mpaka Ngamiani, ambao sasa hivi tunaita ni daladala terminal, ambayo iko pale stendi ya zamani ya mabasi. Sasa hebu niambie, kwa staili hiyo stendi yetu iko mbali. Kwa hiyo hoja ya umbali tunaiondoa kwa sasa hivi, haina nafasi. Hoja iliyokuwepo ni kwamba sisi tumeazimia kilichokuwepo na kinachohitajika na Road Traffic Act ya mwaka 2023 ibara namba 168 kwamba magari yawe na sehemu maalum ya kupakia yatakokaa muda mrefu. Hii hoja ya kwanza. Kwa hiyo sisi bado tuko katika right track. Tulichoazimia ni kitu sahihi. Madiwani tujipige vifua mbele na tusimame twende mbele na msimamo huu. Sisi tunapoamua tuna akili timamu. Tumekula viapo. Tusimamie viapo vyetu, tusimamie azimio letu tuliloliamua. Stendi ile sasa itakuwa itumike. Kama huko nyuma watu legelege, sio kwa baraza hili la madiwani. Baraza hili la madiwani watake stendi itafanya kazi, asiyetaka stendi haitofanya kazi ataondoka hapa mjini. Sisi tunataka hela zingie. Habari hizi za kuambiana kuna maelekezo kutoka juu hatuzitaki. Maelekezo kutoka juu yakija yanakuja kwa mkurugenzi, yaje na maandishi, yanakuja kwa mstahikimia, yaje kwa maandishi, ndio taratibu wa kazi. Hizi habari za kuambia haya ni maelekezo kutoka juu
hii tunataka maelekezo kutoka juu, andika maandishi ili kesho na kesho kutwa sisi tunawaja kusimamia hii hapa. Yapo mambo mengi hapa yanafanyika ambayo sio sawa. Tanga upande wa basi stendi iliweka budget ya milioni 800 kwa mwaka, ambao wastani kwa mwezi ni zaidi ya milioni 2 na point something, kama milioni 2 na point 2 kama sikosei wanaojua hesabu. Lakini combine hii inakwenda kulenga na jina tukufu la rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambao ni jengo lile la kitega uchumi, ambalo jengo lile mimi ni muhanga. Jengo lile nilienda kusaini pale Dodoma kwenye mfuko hazina bilioni 8 na milioni 700, wakati huo utakati tawala akiwa dada yetu Zena na mimi nikiwa mstahiki meya. Na jengo lile tumeelekea budget zaidi ya milioni 842. Kwa hiyo ukijumlisha zote hizo unapata zaidi ya milioni 16. Sehemu moja, portion moja, bado machinga, ambayo yote haya hayafanyi kazi 100% kwa kukosa ushirikiano. Sasa hapa kwa nini nimetaja budget hii? Waheshimiwa, tuamini kabisa hapa pana hoja za mkaguzi. Pana hoja za mkaguzi kwamba endapo hatukufikia malengo haya ambayo tumejiwekea wenyewe bila kushawishiwa, tukapiga hesabu zetu kupitia kwa wataalamu wetu, madiwani tukashawishika kwa elimu zetu, tukakubaliana na bajeti ile, halafu hatukufikia malengo, hatufiki 50%, hatufiki 100%, inaofuatia hapa ni hoja ya mkaguzi. Na bahati nzuri hoja hii haishia halmashauri. Tunaenda tena kugharimu serikali kuitia hasara kwa kuitwa na kamati ya laki hesabu za serikali kupitia wapi? Bungeni. Lakini wakati huo huo kuna mizunguko ya taasisi nyingine za mamlaka nyingine ambao kwa mujibu wa kanuni na kalenda zilizowekwa na serikali wao wanapita kila halmashauri kusimamia hoja za wakaguzi. Hapa napo ifike mahali basi mamlaka nyingine zitufikirie, zione kwamba tunachokifanya sio cha serebosi. Kinachofanywa hapa ni kwa niaba ya halmashauri jiji la Tanga na kwa manufaa ya watu wa Tanga ya fedha za serikali. Kwa mimi niwaombe tu waheshimiwa madiwani, na niwaombe sana wafanyabiashara, Tanga hii ni ya kwetu sote. Hii Tanga ni ya kwetu sote. Halmashauri tunashaurika. Na mkurugenzi makini, mkurugenzi ambaye ni msikivu, ambaye mimi naamini kwa niaba ya wenzangu nikikaa naye chini tukijadiliana yanashaurika. Lakini rai yetu sisi kwanza wafanyabiashara watunge mkono. Na mimi niwaombe sana wafanyabiashara, niwaombe sana wafanyabiashara, kama kuna mazungumzo yoyote wanahitaji kuzungumza, waje wayazungumze na serikali ya halmashauri ya jiji la Tanga. Kwa wale wafanyabiashara wa Tanga, sisi ndio tumetunga kanuni na bahati nzuri tunasimamia, na kanuni hizi sio za halmashauri jiji la Tanga, ni Tanzania nzima. Lakini wao ndio wadau wa maendeleo katika jiji la Tanga. Sasa tunakwepana wapi? Tunakimbiana wapi? Mamlaka ya kufanya kazi na wadau hawa maendeleo ni halmashauri ya jiji la Tanga chini ya wasimamizi wa mstahiki meya, na kwa watendaji ni mkurugenzi wa jiji la Tanga.